Kilombero na niko na shabiki wa klabu ya Simba ambaye pia atazungumzia kuhusiana na klabu yake, lakini pia kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa marudiano wa Simba dhidi ya Al-Masry mara baada ya Simba kupoteza ugenini kule kwa goli 2-0 pale nchini Misri Jumatano, ambayo ni tarehe 9. Anakuwa na kibarua kunako Benjamin Mkapa. Bwana, karibu sana. Kwa majina yako? Naitwa Bashiri Hamisi Hassani aka Bangichai wa Arusha. Niko hapa Kilombero hapa. Bwana Bangichai, kwa nini umejiita Bangichai bwana? Ni vile watu wananiita kwa sababu unajua kipindi ya nyuma, kama unakumbuka zile movie zile za kina Kabangi Sandeo. Yule mwamba alikoga dakika 2 ngumi mkononi ndo akanipaga ile, kwa sababu na mimi nilikuwa na tabia hizo. Jumatano mnyama na kibarua, game itakuwaje bwana? Mimi naona hapo 80% Simba tunashinda. Yaani ushindi uko nje kabisa, ni sisi tu tunataka ile mechi ya kwanza ile ya kule ugenini. Mistake zetu tu. Sasa Simba kuvuka hapo ni mpaka ashinde goli 3 na asiruhusu pia bao. Linawezekana hicho kitu? 80%, kwa sababu ukiangalia rekodi ya Simba kwenye uwanja wa Mkapa, angalia mechi zote za maamuzi ambazo tulichezaga hapa, ukianzia mechi ya Nkana kwao kule walitufunga 1 tukaja tukawapiga 7, ukiangalia wale wa makirikiri bila kwao hapa wakala 7, ukiangalia tena mechi ya maamuzi ya Nkana ile kule 2-1 hapa wakaja wakala 3. Kwa mechi za maamuzi ukiangalia wale Platinum wa Zimbabwe wale walitupiga 1 hapa wakala 4. Kwa ukiangalia hizo story zote za Simba, hizo rekodi za Simba zote hizo, sina wasiwasi kabisa kwa mechi ya kesho kutwa. Kwa mechi iliyopita Al-Masry ulimuona alivyocheza, ilikuwa ni timu ya namna gani? Pengine ni timu ya kawaida sana, nasema tu vile Simba wawe makini sana kwa wale Al-Masry ni wazuri kwa kwenye counter attack. Kwa wale mastreka wale ni watu wa kuwachunga sana, lakini mechi tulikuwa tuimalize kule Misri. Mistake ndogo sana. Sakata la dabi bwana, wapinzani wenu wanasema kwamba hawachezi. Maana wao ile siku ya dabi tarehe 8 mwezi wa 3 walifika pale uwanjani, lakini Simba hamkwenda mara baada ya taarifa ya bodi ya ligi. Hili limekaaje kwa upande wako? Mimi naona ni kama vile wao ndo watakuwa na makosa, kwa sababu walioanzisha vurugu, mtu anaoanzisha vurugu ndo mwenye makosa. Wao ndo walianzisha vurugu, walikimbiza timu yao, walileta mabounza pale, wakaanza kuleta fujo, sisi tusiende kufanya mazoezi. Lakini kanuni ziliamua, wakaahirisha wenye mpira wao, wakasema mechi, sisi tuliandika barua moja kwamba hatutapeleka timu uwanjani kwa sababu ya zile vurugu walizotuletea pale uwanjani. Tukapeleka malalamiko yetu bodi ya ligi, na bodi ya ligi wakaahirisha. Cha ajabu sasa, wao walipeleka timu uwanjani, sijui ilikuwa ni kwa reserve wakati mechi ilishaahirishwa. Kwa hiyo sisi tunaona sisi tulifuata sheria na taratibu za mpira, lakini wao sasa wao wanaonekana kama vile ni wakorofi, lakini sisi tunajua mechi itachezwa iko pale na lazima mtu apate pointi za mezani. Mtu lazima acheze, atoe jasho ndo apewe pointi, ndo apate pointi za halali. Draw afungwe au ashinde, lakini lazima mpira uchezwe. Wao vigezo vya Yanga kupewa alama 3 hamna kitu kama hicho. Sasa bodi ya ligi walishaahirisha timu ina maana kama bodi ya ligi walishaahirisha mchezo, wewe ukapeleka timu, yani ili upewe pointi 3 lazima kwanza taratibu zote za mpira zifuatwe. Yani wawepo makamisa, wawepo marefari, wawepo ofisa wa salama, yani maafisa wa polisi wote. Yani zile kanuni zote za mpira zifuatwe. Na timu iende uwanjani na refari akae dakika 30 apulize kipenga kwamba mechi imeisha. Yani na ile timu ambayo itakuwepo pale ifuate taratibu zote, wafanye warm up dakika 30. Timu pinzani kama haijatokea ndio unaweza ukadai pointi 3. Lakini kama bodi ya ligi imesema hamna mechi, sasa Simba alikuwa aende akacheze na nani? Kama bodi ya ligi imeshatuambia sisi hamna mechi, tulikuwa tukacheze na nani? Kwa hiyo pointi 3 hamna, ni kujisumbua tu. Hata huko kasi yenyewe nasikia wanaenda kasi, lakini hamna kitu kama hicho. Hamna kitu kama hicho. Bwana, sawa. Tumalizie kwa mchezo wa kimataifa wa Simba na Al-Masry hapa nchini Tanzania siku ya Jumatano. Ili kushinda goli 3 na bila kuruhusu bao, maana yake pia watakiwa kuanza na watu ambao ni mahiri kweli kwenye kucheza. Ungekuwa ni mwalimu sasa hivi unapewa nafasi ya kumshauri kocha, aanze na kina nani? Kikosi kizima mimi naweza nikakupangia kikosi kizima. Mimi nikiangalia pale, labda golini anaweza akaanza Kamara, namba 2 Kapombe, namba 3 Mohamed Hussein kama kawaida. Sababu Chamaloni Fondo hayupo, atacheza yule namba 4 atacheza yule Chamu. Afu namba 5 Hamza kama kawaida. Katikati kwenye ile midfield pale katikati lazima acheze watu wagumu. Atakuwepo Ngoma, atakuwepo na Kagoma. Alafu lazima nyuma wao acheze Fernandez, sababu ni mtu wa maamuzi yule. Lazima tutataka tufanye maamuzi kwa uharaka. Afu Kibudeni sina Mpanzo acheze pembeni. Afu katikati ataanza, mimi nataka asianze Ateba, aanze Mkwala, sababu yule ndio mtu ambaye nafasi 3 anaingia kambani. Maliziaji mzuri. Ni maliziaji mzuri. Tutashinda.
Mimi na imani tutashinda, tena sio 3, 4 zinaenda. Yaani wale weupe kabisa masubuhi sana tunashinda. Mimi naona mechi imeisha kipindi cha kwanza, dakika 45 mechi itakuwa imeshaisha. Unawaambiaje mashabiki wa Simba hapa Arusha, lakini pia sana sana wale ambao unafanya nao kazi hapa soko la Kilombero? Mimi nawaambia kwa hiyo mechi wasio na wasiwasi hata kidogo. Waje kwa wingi, waende uwanjani kwa wingi kama sisi watu wa Chuga. Na sisi kama mimi hapa tuna tawi letu, tunataka tuende kesho, tunaondoka leo jioni. Tunaenda kuwapa support. Nyama tutakuwa pale uwanjani. Watu ni shazi, tunaondoka huku, sisi tunaamini tunashinda. Tutaenda kwa furaha, tunarudi kwa furaha.